Yes, Tanzania, mambo vipi? Mimi naitwa Mr. Ndemi hapa The Genius kutoka The Genius Platform. Karibu tena hapa kwenye business battle fulani la uhakika, na leo tutazungumzia kuhusiana na game ya Simba jana South Africa. Nataka uwasikie mashabiki wa Yanga wao wanasemaje kuhusiana na game ya jana. Kaa hapo. Tunampigia shabiki wa kwanza, shabiki lialia wa Yanga. Tutamsikia hapa kupitia The Genius Platform. Yo maniga. Chuji. What's up? Ase mambo vipi? Safi sana ndugu. Uko live hapa kupitia The Genius Platform. Okay, naona umenisikiliza. Ndio, nilikuwa nataka kusikia kauli yako kuhusiana na game ya jana. Wana Msimbazi. Kwa game ya jana kusema ukweli, ukubwa wa Simba umeamua mechi. Ukubwa wa Simba umeamua mechi. Ukubwa wa Simba umeamua mechi. Sababu karibu kila kitu Stellenbosch walifanya, lakini kitu kikubwa walichokifanya Simba ni kujua ni uzoefu wa mashindano. Sababu kama tunavyojua hawa Stellenbosch ndio mara ya kwanza kushiriki mashindano ya kimataifa, na ndio mara ya kwanza kufika hatua ya nusu finali. Kwa kwao ilikuwa kama bonus. Kwa Simba Sport walikuwa na mpango mzuri mkakati, na ndio maana walijitahidi kupata goli huku na wakawajitahidi kuwazuia wale wasipate goli wakati wako huku. Kwa walipoenda kule, wale Stellenbosch walikuwa wanatafuta goli ya kurudisha, huku wanajihami kuto kuruhusu Simba wapate goli, kwa sababu ingekuwa mlima kwao zaidi, kwa sababu Simba walikuwa na faida ya goli la ugenini. Kwa hiyo tactically kocha wa Simba Faru David alicheza karata zake vizuri, kuachia Stellenbosch wajaribu kucheza, lakini kwa block kwenye low block mwishoni huku, kama tunaona hata sabu zake mwisho wa siku kaingiza kina Shema Ron Fondo ambao tuliambiwa kabisa alikuwa hako fiti kwa sababu ya mchezo, lakini kwa namna game ilivyokuwa, Simba alitaka tu kukaa nyuma ili matokeo ya sare, kwa sababu alikuwa anamvusha, akacheza kikubwa akafanikiwa kuvuka. Ni kweli. Na wanaosema kwamba Simba amebebwa, wewe unawaambiaje? Baadhi wanaosema hivyo wanasema kwa sababu ya zile offside mbili za goli, ndio, na ile penalty, na ndio maana sasa hivi tumeweka wale assistant referee wale pale. So hata wenzetu tunaona kweli kama yale, kwa kweli kusema kweli hapo offside, hakuna goli hata moja Simba amebebwa au kwa mbali wameonewa. Zile goli zote mbili offside ziliingia kambani, lakini ni offside clear kabisa. Goli ile penalty wanaolalamikia, penalty moja clear, not penalty kabisa ile. Kwa macho ya nyama refa, ndio maana zote alikuwa amekubali, lakini baada ya kuangalia kwenye video ya assistant referee vali ikaonekana sio goli. Zote zile ni hali ya mchezo, kuna kubeba wala ni hali ya mchezo, na ndio tunakwenda huko, kwa sababu wenzetu wameshatangulia muda mrefu. Ni kweli. Tunaenda huko, ndio tunakwenda huko. Kwa kifupi, Simba walicheza vizuri, nimesema kuanzia mwanzo, Simba walicheza game yao kikubwa. Wana uzoefu wa mashindano haya. Hii ni takriban mwaka wa 7 mfululizo walikuwa wanaishia robo finali. Mwaka huu wameenda nusu finali na wameenda finali. Ni hatua, sababu kila kitu unafanya ndio una gain momentum, ndio unafanya Simba. Ni kweli. Na utani wa watu wa Yanga wanaoambia Simba kwamba baba ameshaonesha njia, sasa mama anafuata. Wewe unaongeleaje huo utani? Ndio umesema? Kuna utani wa watu wa Yanga wanasema kwamba baba ameshaonesha njia, mama anafuata. Yaani baba ameshachonga barabara, mama sasa anafuata. Wewe unaiongeleaje kama shabiki wa Yanga? Hivyo vitu kwenye mpira wetu wa Tanzania sana, hatuwezi kuvipinga. Utani wa Simba na Yanga upo, na hayo kama ulivyotanguliza kusema ni utani. Kwa hiyo tuache kama utani, lakini kwenye ukweli Simba wamefanya the best, na wajitahidi walete kombe, ndio kitu cha msingi, ndio tunachosubiria sisi kama Watanzania kwa ujumla. Safi sana. Brother kwamba nimefika finali
finali umeleta nini, ndio tunachokitaka. Ya ni kweli. Da, umeongea vizuri sana. Hapo mwisho naona umeuvaa uzalendo kabisa. Ni jambo zuri sana. Ndio tunachotaka sana. Tunataka si kombe. Maneno kwa kuongezea hapo kidogo, Simba inabidi wajipange kwa kweli, kwa sababu mpinzani anaenda kukutana naye RS Berkane. Sasa akiwa kwenye uwanja wake wa Berkane City, uwanja wake wa Manispaa, uwanja wa Manispaa wanatumia kule kwao. Ni hatari sana wale watu ni hatari sana, ni watu hatari sana. Simba inabidi wajipange, na ndio maana tunasema ni hatua za kikubwa, wamefika wakubwa. Yaani kwa hiyo kujipanga tu, na imani wakicheza karata zao vizuri, Simba wanaweza wakalirejesha kombe nyumbani. Nice, safi sana bana. Bana Asmani. Sisi tukuache ndugu yangu, sisi tuko hapa tunapiga story na watu kibao, kwa hiyo tunaendelea kuchukua maoni kwa watu wengine. Nashukuru sana japo umeniuliza, lakini nashukuru sana. Lakini umefanya poa, tunashukuru pia. Asante sana. Poa. Yes bana, tunamcheki mtu mwingine wa mwisho hapa tuweze kumsikia. Ni shabiki pia wa Yanga, lakini tunataka kuona yeye anazungumziaje ushindi wa Simba. Ni shabiki wa Yanga, lakini tunataka kujua anazungumziaje ushindi wa Simba. Huyu anaitwa Captain San. I say Captain, mambo vipi? I say tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaendaje? Huko kama kawaida tunaogelea kwenye maji kwa kama tatizo. Tunajua Dar es Salaam yetu babu. unarudi kuogelea show. Ya kabisa. Sema nini? Mimi nitaka kusikia kauli yako kuhusiana na game ya jana, game ya Simba. Game ya jana? Yes. Kidogo ilikuwa na upinzani ambao ni mkubwa. Ndio. Game ya jana ilikuwa na upinzani mkubwa pande zote mbili, lakini nadhani dakika zilizozidi kwenda au dakika zilizozidi kusogea, Simba ilikuwa ina haki au ilikuwa inajichukulia kama timu ya pili uwanjani. Sababu tayari ilikuwa ina agreement ya goli moja la nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa inatafuta aidha ushindi wa sio kama hiyo, yani sare ambayo haina magoli. Ndio. Au aidha ipate goli moja ili kuishia kupata hiyo nafasi ya kwenda kwa inayofuata, yani finali. Ndio. Kwa hiyo timu wapinzani walikuwa wana kazi kubwa sana. Walikuwa na kazi mbili kubwa. Ya kwanza ilikuwa ni kurudisha ile goli ambayo ilifungwa ugenini katika uwanja wa huko Zanzibar. Ndio. Vile na kuongeza goli lingine la pili ili kujirudishia sasa kushinda bila kupingwa, yani kushinda 2-0. Kwa hiyo walikuwa na kazi mbili za ziada za kufanya. Lakini dakika zilizozidi kwenda katika kipindi cha pili kidogo kuna changamoto sana kwa Simba, kwa sababu pressure ni kubwa. Wapinzani kwa wanataka kurudisha angalau watoke sare ya aggregate ya goli moja, ili baada ya hapo waende katika mikwaju ya penalti, lakini hiyo nayo kafeli. Kwa hiyo ni mpango ambao ulifeli sana, pia na idadi ya wapinzani katika box la timu ya Simba Sports Club. Katika ushambuliaji wapinzani walikuwa ni wachache, kwa hiyo walishindwa kumatch na Simba, na tunaona Simba mpaka dakika ya mwisho ilijaribu kudefend zaidi kuliko kushambulia. Yani kweli. Kwa hiyo ilicha wachezaji bora wa wachezaji wa Simba katika haya mashindano. Vile nadhani ilikuwa ni hamu yao kubwa sana kufika finali mpaka finali ya michuano ya CAF, kwa sababu ni miaka ya nyuma sana iliyopita. Okay. Simba ilikuwa ikiishia katika level ya robo finali katika michuano ya sasa ya klabu bingwa. Kwa hiyo kufika nusu finali, kufika mpaka finali katika michuano hii ya CAF Confederation ilikuwa ni hatua kubwa, na nadhani wanajiandaa sasa kucheza hiyo finali. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu kwa ufupi. Aisa safi sana. Na
Kwa hiyo nyinyi kama Yanga mmejifunza nini kwa Simba kupitia hiyo game? Approach ya games au michuano kadri siku inavyozidi kwenda inatofautiana. Yaani kweli. Kwa kuwa tayari Young Africans tunaona imeshafika hiyo stage ya kucheza finali mpaka finali mpaka finali ya Cup Confederation. Nimeona kama kuna kitu sana cha kujifunza kutokana na mechi ya jana. Ila nadhani katika kuboresha tu kikosi ili kwa michuano ijayo timu zote ziweze kufanya vizuri. Hiyo ni Simba, hiyo ni Yanga, hiyo ni timu nyingine ya tatu ambazo zitazoingia klabu bingwa na zitazoingia shirikisho. Zote zinaweza zikajifunza kwamba inabidi kuboresha vikosi vyao kwa ajili ya michuano ijayo. Na vile vile tunaona ligi ya ikifika mwisho, kwa sababu ikifika mwisho wa ligi ndio tutajua hizi timu mbili zinaenda kucheza aidha klabu bingwa na hizi timu mbili zingine zinaenda kucheza Confederation, yani shirikisho. Kwa hiyo michuano ya ndani ya ligi bado inaendelea, kwa hiyo tunaendelea kusubiria, lakini nadhani michuano huwa ni kubwa sana kufika katika robo finali na nusu finali hasa hii kimataifa, Cup Confederation pamoja na Cup Champions League. Safi sana bana ndugu yangu Captain, umejibu vizuri sana. Najua utakuwa umewakilisha mawazo ya wanayanga wengi sana na umejibu positive kabisa. Safi sana. Bana sisi tukutakie jioni njema ndugu yangu. Sawa. Shukrani sana. Yes bana, na imani kabisa kama wewe pia ni shabiki wa mpira unajua kilichoendelea pale South Africa, lakini nilitamani kuona wewe mawazo yako hasa kwa wale mashabiki wa Yanga. Mtu battle na hili leo kuna business battle, tuko na hii game ya Simba pamoja na wale wa South Africa. Wewe unaliongeleaje? Nataka kuona comment yako hapo chini bana. Mimi naitwa Mr. Ndemi hapa The Genius kutoka The Genius Platform. Ciao.